Wakati mzuri wa saa hizi nampendeza Mungu tena nishiriki nawe neno zuri la Bwana Yesu. Nawapenda sana ndugu zangu ambao mnaendelea kunilike kwa njia ya YouTube na kuweza kuniangalia. Naitwa mchungaji Alex wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God. Namshukuru Mungu, nilianza kumtumikia Mungu kwa miaka mingi kidogo toka 2009 naendelea kumtumikia Mungu na sasa nasonga mbele. Lakini wakati huu nimetamani shiriki nawe wewe ndugu yangu ambaye unaniangalia kwa njia ya YouTube. Lakini pia unaniangalia kwa njia ya Facebook. Anwani yangu ni TAG Upendo. Lakini pia unaweza kutamani kushiriki nami kwa kutoa sadaka yako kwa 0757212420. Sadaka yako itakapofika mahali kuendelea kusupport injili ya Yesu ikaendelea kusambaa ulimwengu mzima. Basi sasa hii naomba nishiriki nao neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 12. Biblia inasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ni kwamba mpango wa Mungu kwa wanadamu alitaka kwanza anze na taifa la Israeli kuliletea ukombozi. Lakini Israeli walitaka wapate aina fulani ya mkombozi atakayekabiliana na taifa la Warumi. Na hivyo wakamkataa Yesu kwa sababu wakaona si aina ya mtu ambaye walimtaka ashinde dhidi ya mateso ya Warumi ya Israeli ya kimwili. Na hivyo sasa Yesu akakubali kuachia neema kuwapa wao, akatuletea sisi wengine mabraki kala wa Afrika wa kweli na mataifa mengine ambao tulikubali kumpokea Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hii ni kitu hiki au andiko hili mimi naelewa zaidi. Nakumbuka kidogo historia ya maisha yangu kabla ya kuokoka. Nakumbuka siku moja nikiwa mtoto mdogo sana, mama yangu alinituma dukani nikafuate mafuta ya taa. Nilipofika njia panda, katikati ya njia panda ile unaenda shule ya msingi, unaenda Njombe mjini, unaenda makaburini, alinipiga mtu nyundo kwenye mguu wangu wa kulia. Sikujua nani amenipiga. Lakini narudi tena mara ya pili kwenye pale njia panda nikapigwa tena. Na napigwa vile sikuwa nimeokoka. Lakini nashukuriwe Mungu, baada ya kuokoka, maisha baada ya kuokoka yalibadilishwa kutoka kwenye kuwa nateswa na wachawi na kulogwa na wachawi. Maisha yangu yalibadilishwa, ni mtu nilianza kulindwa na ulinzi na nguvu ya Mungu. Ilikuwa dhahiri kwangu, sikuona ulinzi wa Mungu kwa macho, lakini uwepo wa Mungu. Maisha yangu yalibadilishwa kutoka kwenye kulogwa na wachawi, homa za kila wakati. Mungu alibadilisha historia ya maisha yangu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, andiko hili linavyosema kwamba alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo mtu kumbe anapochukua jukumu la kumpa Yesu maisha yake, anapookoka, anapewa daraja la kwanza kutoka kwenye kuwa mtu wa Mungu, anapandishwa daraja, anakuwa mtoto wa Mungu. Leo rafiki yangu nakushauri ya kwamba chukua hatua hii, muamini Yesu na mkubali Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uwe mtoto wa Mungu. Usiishie tu kuwa mtu wa Mungu. Na Mungu akubariki. Kama unatamani kuendelea nami katika ujumbe huu, unaweza pia kuendelea kunifuatia kwa njia ya mtandao wa kijamii. Kama nilivyokuambia, andika TAG Upendo Church utanipata YouTube, lakini pia andika TAG Upendo Church utanipata pia Facebook. Na Mungu akubariki. Kama una shauku ya kuwa mtoto wa Mungu, basi nakukaribisha, ingia ndani ya Yesu, maana nimekuwa nikifuatiliwa na watu wote wa dunia hii wanajisikia vizuri injili hii ambayo naihubiri, injili iliyo hai, sio injili iliyochanganyikana na vitu, mara chumvi za upako, mara takataka gani, lakini ndio kuletea injili iliyo na uzima, kwamba Yesu huyu tuna uhakika kwamba ni kweli anabadilisha. Na Mungu akubariki.